kutoa mafunzo ya mfumo wa AMIS na Tausi kwa maafisa utamaduni na maafisa biashara wa mkoa huu. Lengo la huu mfumo wa AMIS na Tausi, lengo lake kubwa ni kutoa huduma kwa wadau wetu wa sanaa, wasanii na wadau wa sanaa, kuweza kujisajili na kutoa vibali kwa njia rahisi sana. Kwamba mfumo umerahisisha namna utoaji huduma. Mdau anahitaji tu kuingia kwenye mfumo wetu jinsi ambavyo wameelekezwa kwenye mafunzo, kujisajili, kuweka taarifa zake na kupata kibali ama kupata usajili na kuendelea na shughuli zake pasipo kufanya safari kwenda BASATA ofisini au kwenda sehemu nyingine yoyote. Lakini baraza liko tayari masaa 24 na madesk officer ambao wako kwa ajili ya kufanya mawasiliano na kutoa maelekezo mbalimbali kwa wadau wetu ambao wanaingia kwenye mfumo. Faida kubwa ya huu mfumo, kwanza sisi tunatekeleza agizo la Mheshimiwa Rais ambalo lilikuwa ni kuunganisha mifumo yote iweze kusomana. Na sisi kama baraza chini ya uongozi wa Dr. Kedmon Mapana tumefanya hivyo, tumeshaunganisha mifumo yote ikiwa ni pamoja na huu wa Tausi ambao unatumika na TAMISEMI. Kwa hiyo msanii anapokuwa ameweza kujiunga na huu mfumo na kupata huduma kwenye mfumo, faida kubwa anayopata ni kwamba anapata huduma za ushauri wa kitaalamu na wa kisheria bure kutoka BASATA. Anapopata changamoto yoyote katika kazi zake, anapata ushauri wa kisheria bure kwa sababu kuna deski la sheria pale BASATA. Kuna masuala ya mikataba mbalimbali ambayo wasanii wetu wanaingia baina yao na watu mbalimbali. Kwa wakati mwingine wanaingia bila kuwa na elimu ya kutosha. Kwa sisi tunatoa elimu hiyo kabla na hata baada wanapopata changamoto, na msanii kama huyu ambaye amesajiliwa tayari hawezi kupata tozo yoyote. Hasa ni kujenga uelewa kwa maafisa utamaduni na maafisa biashara wa halmashauri zote kwa mkoa huu wa Lindi kwa ajili ya kuanza kutumia mfumo huo rasmi wa kidijitali kwa ajili ya usajili wa wasanii na watu wote wanaojishughulisha na kazi za sanaa. Sasa sana tuko hapa kwa ajili ya kutoa uelewa huo kwa mkoa mzima. Maoni yangu ama kwa maoni yangu, mfumo unakwenda kuwa na tija kubwa sana katika ukusanyaji mapato ya serikali kupitia vyanzo vile vya sanaa. Kwa maana huu mfumo ni transparency, unaonyesha kama ni gharama za usajili kati ya kikundi au msanii binafsi. Kwa hiyo msanii mmoja na mwingine atakuja kuona kwamba gharama inayochajiwa ni hii ambayo itakuwa ni the same kwa mtu msanii mmoja na mtu mwingine kulingana na shughuli anayoifanya na sehemu anakofanyia kazi yake. Mfumo wa AMIS umeunganishwa na mfumo wa Tausi. Kuna baadhi ya biashara ambazo kwa namna moja ama nyingine zinatakiwa zipate vibali kutoka Baraza la Sanaa la Taifa. Kwa hiyo katika mapato ambayo yanapatikana kutokana na vibali hivyo, halmashauri itapata 25% na 75% tenda Baraza la Sanaa la Taifa.